Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Mchezo mkubwa wa kufuzu hatua ya makundi kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, nchini Eswatini, ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Nsingizini Hotspur dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania. Yaani Simba wanakwenda kucheza na mabingwa wa Eswatini, ambapo kwa upande mwingine kumbukwe klabu ya soka Simba mtanange huu wanatarajia kucheza siku ya Jumapili, yani tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira ya saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kwa pale nchini Eswatini ni majira ya saa 9 alasiri. Na tunashuhudia maandalizi kwa upande wa kikosi cha Simba yanaendelea wakiwa pale nchini Eswatini chini ya kocha Dimitar Pendev. Sasa kuelekea katika mchezo huo, tunaona klabu ya soka ya Nsingizini Hotspur kabla ya kwenda hii hatua inayofuatia ya michuano mikubwa ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, katika hatua ya awali waliweza kucheza dhidi ya Simba Bora ya pale nchini Zimbabwe, na katika mchezo ambao waliweza kucheza wa kwanza ugenini waliweza kupoteza kwa bao 1-0, lakini mechi ya pili waliweza kucheza nyumbani, na mara baada ya kucheza nyumbani wakaweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1. Kwa hiyo aggregate kasoma bao 1-1. Kwa hiyo mikwaju ya penalti ndio iliyoamua Nsingizini Hotspur kuweza kusonga hatua inayofuata. Walipiga mikwaju 5 wakaweza kupata mikwaju 2, kwa hiyo wakaweza kuqualify na kwenda kukutana na Simba, ambapo ikumbukwe Simba wao katika hatua ya awali waliweza kucheza dhidi ya Gaborone United kutokea nchini Botswana, ambapo mechi ya kwanza ugenini walipata ushindi wa bao 1-0, lakini nyumbani Simba wakaweza kutoa sare ya bao 1-1. Kwa Simba akaweza kuqualify kwa aggregate ya mabao 2-1 dhidi ya Gaborone United kutokea katika nchi ya Botswana. Ikumbukwe kwa upande mwingine Simba wanakwenda kucheza na klabu ya Nsingizini Hotspur ikiwa ni mara ya kwanza, kwa hiyo vilabu hivi havina historia ya kuweza kukutana. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, unaamini kikosi cha timu ya soka ya Simba kitakwenda kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Nsingizini kutokea pale katika nchi ya Eswatini? Like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie kuelekea katika mchezo huu. Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi dhidi ya Nsingizini Hotspur? Sasa kuelekea katika mtanange wa klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Nsingizini, kwa upande wa klabu ya soka ya Simba wameweza kupata pigo zito kuelekea katika mtanange huo. Pigo la kwanza ambalo Simba wameweza kulipata ni kumkosa golikipa wao namba 1, hapa tukienda kumongelea Musa Kamara Pinpin, ambaye kwa upande mwingine golikipa huyu tunaona Simba wameweza kumwacha nchini Tanzania kutokana na golikipa huyo kuweza kuuguza majeraha yake. Lakini mchezaji mwingine wa kigeni ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni kiungo Alassane Maodo Kante, ambaye katika mazoezi ya mwisho aliweza kutrain na wachezaji wenzake, lakini mara baada ya mazoezi kumalizika aliweza kuambia viongozi wa Simba sambamba na benchi la ufundi kwamba hayuko timamu, kuna sehemu anajisikia hayuko fiti, kwa hiyo Simba wakamwacha nchini Tanzania. Kwa hiyo naye pia tunaona kiungo huyu ambaye alikuwa ameanza kuingia katika mfumo katika eneo la kiungo na atakwenda kukosekana. Lakini mchezaji mwingine ni Mohamed Bajabar AK Starboy, ambapo mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine Simba walimsajili, lakini mpaka sasa hajafanikiwa kucheza mchezo wote licha ya kurejea katika mazoezi, lakini bado hayuko timamu, yani 100% kuweza kuhimili mikiki uwanjani. Kwa Simba wameweza kumwacha katika ardhi ya Tanzania. Nyota mwingine ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni beki wa katikati, hapa tukienda kumwongelea Abdulrazak Hamza, ambaye anauguza majeraha ambayo aliweza kupata akiwa mazoezini na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota mwingine ni kiungo Hussein Semfuko, ambaye ameweza kuachwa katika nchi ya Tanzania, hayupo katika program maalum ya kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini bila kumsahau mchezaji mwingine ambaye Simba wameweza kumwacha katika ardhi ya Tanzania, ambaye hayupo katika mpango wa kocha, ni kiungo mshambuliaji Awesu
Ali Awesu. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji ambao kwa upande mwingine Simba wanakwenda kuwakosa kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Nsingizini kutokea pale katika nchi ya Eswatini. Tunakuacha na swali, kukosekana kwa Musa Kamara, je, aanze golikipa Yakubu Suleiman ama Hussein Abeli? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.